Na mimi nichukue nafasi hii kushukuru kwa kunipa nafasi ya kuchangia katika hotuba hii ya bajeti kuu ya serikali ya mwaka 2025-26 ambayo in fact ndo tuseme ni hotuba yangu ya mwisho katika bunge hili la 12. Kwa kipekee ni washukuru sana wananchi wa Biharamulo walionipa ridhaa ya kuwa mwakilishi wao katika bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa miaka hii 5 ambayo tunaimalizia. Kwa niaba yao nimshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano Daktari Samia Suluhu Hassan kama kiongozi mkuu wa serikali na kiongozi wa nchi kwa miradi mingi ya heshima ambayo ametupatia watu wa Biharamulo. Na bahati nzuri juzi Jumatatu nilikuwa jimboni nikafanya nao mkutano wa kueleza ni mambo gani yamefanyika. Kwa hiyo yote wanayajua. Tuzidi kushukuru serikali na tukitarajia katika bajeti hii ambayo tunaipitisha sasa, lakini na ilani ya CCM ambayo tayari imekwisha zinduliwa waliokabidhiwa wagombea wetu kwenye mkutano uliopita, tunaamini tutapata ushindi wa kishindo kwa haya tuliyotekeleza na tutatekeleza yale ambayo tumeahidi katika ilani mpya. Lakini nishukuru sana serikali, Mheshimiwa Naibu Spika, kwa sababu bajeti hii kwangu mimi nimesema kwamba ni bajeti ambayo imegusa maisha ya wanyonge na watu wa chini kabisa ambao kiasili walisahaulika kwa muda mrefu. Cha kwanza nimshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Rais na serikali yake ya awamu ya 6 kwa ongezeko la mishahara ya kima cha chini cha wafanyakazi wa nchi hii kwa 35.1%. Ni ongezeko kubwa na la kihistoria. Kwa hiyo ninaamini tunaposema mambo mazuri haya yanafanyika, hata wale waliokuwa wanyonge wakilipwa kidogo wamelipata ongezeko na wameliona. Lakini pia Mheshimiwa Naibu Spika, tutakuwa mashahidi, tumemsikia Waziri wa Fedha na kitabu chetu cha bajeti hapa kimesema hata wastaafu wanaolipwa kutokea hazina pensheni zao walikuwa wanapokea shilingi 125.9 kwa mwezi, na sasa imeongezeka imeenda laki kubwa sana. Kwa hiyo tuzidi kushukuru serikali kwa kuwaona. Tunaamini hakitoshi lakini kitasaidia kusukuma maisha. Lakini pia ukisoma katika sheria ya kodi ambayo kwenye kitabu chetu cha bajeti sura 332, serikali imetangaza unafuu wa kodi ya mapato kwa bajaji na pikipiki zikitoka 65 mpaka kuwa 0, lakini bajaji ndio maana nikasema hii ni bajeti ambayo imegusa maisha ya watu wa chini kabisa. Wote tunajua maisha yetu na hasa familia zetu za kimaskini na za Kitanzania tumekuwa tunabebwa na watu wa bodaboda, ndio ajira kubwa ile kwenye familia zetu na maeneo yetu. Kwa hiyo tunapoona serikali inawagusa na kuwakumbuka kwamba hata wao wapatiwe unafuu wa maisha hasa katika kodi, ni jambo zuri sana. Lakini pia nipongeze serikali. Wakati Waziri wa Fedha akiwa anawasilisha hotuba yake hapa, alisema dhahiri kabisa kwamba katika bajeti hii wanaelekeza biashara za watu zisifungwe bali kuwe na dialogue kati ya taasisi zinazo control biashara na wafanyabiashara. Naamini hili jambo limesikika kwa muda mrefu. Nadhani watu walikuwa wanasema halijawahi kutolewa maelekezo na serikali. Sasa kwa sababu serikali imetoa maelekezo vivid ndani ya bunge hili, tunaamini hii kitu itatekelezwa na sasa itasimamiwa vizuri. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, kwangu mimi unaposema mfanyabiashara, bajaji ni mfanyabiashara na bodaboda au pikipiki ni mfanyabiashara. Maana ndicho kinachompa kipato na ndio maana alikuwa considered hata katika habari ya mapato. Sasa tuombe kupitia bunge hili na hasa serikali inapoenda kumalizia majibu, tupate majibu ya uhakika. Kwa sababu tunachokipitisha hapa ni kwamba serikali imeelekeza wafanyabiashara wasumbuliwe. Unajua bajaji au bodaboda maisha yake na biashara yake kwa sababu ya biashara. Na hawa watu wanalea familia na ndio hao wanaotunza familia zao. Kwa tuombe kuwe na dialogue kuanzia kwa watu hawa wa chini, watu wa bodaboda, watu wa bajaji, hata anapokosea. Swala la kumnyang'anya leseni na kumfungia leseni serikali imeelekeza tuwe na dialogue. Atafutiwa adhabu lakini asikatishwe cash flow ya familia yake kwa sababu huyu mtu anatunza familia, anasomesha na vitu vingine. Unapomtoa barabarani alikuwa anaendesha bodaboda ya mtu na yule mtu akamnyang'anya, inamharibia kila kitu. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, nilikuwa nasoma katika kitabu chetu cha bajeti sura ukurasa wa 108 sheria ya kudhibiti uingizaji wa bidhaa ndani ya nchi sura namba 276. Mimi nishukuru sana serikali. Mimi nimekuwa mjumbe wa kamati ya viwanda na biashara kwa miaka hii 5. Katika kitu ambacho tulikuwa tunaomba sana serikali ikifanyie consideration ni protection ya wazalishaji wa ndani katika nchi hii. Tunajua kwamba kunakuwa na tariffs
za HS code na nini, huwezi kuongeza import duty au kufanya mpaka mkubaliane. Lakini introduction au kuviweka hivi vitu vingi ambavyo vimeenda kwa kuweka kwenye kitengo kinachoitwa tozo ya maendeleo ya viwanda imetusaidia mno. Tumeongea kwa habari ya mabati, alafu sasa hivi wamefungua kiwanda kikubwa, kamati yetu itembelea pale. Kwa introduction ya tozo kwenye HS code hizi kwa 15% itasaidia sana uingizaji wa mabati unaotoka nje, tulinde viwanda vyetu vya ndani. Lakini tumeona hata viwanda vya nondo. Kamati yetu itembea kiwanda cha Rodhia. Sasa hivi nilisema tunatengeneza mpaka BS500 zinazalishwa hapa. Zamani tulikuwa tuna import hizi nondo, lakini leo zimezalishwa hapa. Nondo nyingi zilizotumika kwenye mradi wa SGR zimezalishwa hapa nchini. Kwa kitendo cha kufanya protection kama hii itasababisha uwekezaji mkubwa ndani ya nchi, na licha ya uwekezaji itasababisha ajira ndani ya nchi na mapato ya watu wetu yataongezeka. Rather than pale pako inazalishwa huko nje, tunakuwa tu soko la kupokea bidhaa ambazo zimeshazalishwa. Kwa hiyo nipongeze serikali kwenye haya yote. Maana nilikuwa napitia ukurasa wa 108 mpaka ukurasa karibu wa 110, mambo mengi ambayo tuliyaomba yamekuwa considered. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, katika sheria hii ya kodi ukurasa wa 108 item 2 inasema kutoza tozo ya maendeleo ya viwanda kwa kiwango cha 10% kwenye vichwa vya trailer vinavyoingizwa nchini vinavyotambulika kwa HS code zimetajwa hapo. Hii ndio kesi ambayo mimi nilitaka niongee kidogo, na nadhani na Waziri wa Fedha ungenisikiliza vizuri hapa. Sisi katika hii nchi vichwa vya trailer tunafanya importation. Sasa tunapoongeza hii kodi ya maendeleo ya viwanda, kwa sisi hatuzalishi vichwa vya trailer. What are we bringing in the market now? Ni kwamba hii itasababisha usafirishaji unaenda kuwa mgumu. Kwa sababu unapoongeza 10% na wenzako hawajaongeza 10% kwa sababu hivi vichwa tunavimport. Leo sisi sio watengenezaji wa Volvo, Howo na vitu vingine. Tunachotengeneza ni trailer, lakini vichwa vinakuwa imported. Vichwa tayari vina import duty, vina VAT na vitu vingine. Kwa hiyo nilikuwa naomba pamoja na kwamba tuna nia nzuri ya kuongeza mapato, hili jambo tuliangalie, litaumiza Watanzania wengi. Kwa sababu wasafirishaji wataongeza hizi gharama na anaenda kuzibeba mtu wa mwisho. Sisi tunaotoka bara huko mbali kutoka Dar es Salaam kwenye bandari, kilomita zaidi ya 1400 unafika Kagera. Hii itatuumiza, maisha yatapanda sana kwa sababu ya usafirishaji. Kwa hiyo tuombe hili liangaliwe. Tunajua tunahitaji kodi, lakini tusiumize hawa watu. Kama sehemu nyingine tumetengeneza unafuu, Mtanzania wa mwisho tunamtengenezea unafuu ndio huyu aliyeko huko mikoani. Kwa sababu vingi Dar es Salaam kwa sababu ya usafirishaji. Mkapata chanzo kingine. Hii 10% mnayoiongeza ya maendeleo, hakuna mtu anayezalisha vichwa vya trailer kwamba tungepata alternative humu ndani. Kama kuna mtu angelikuwa anazalisha ili aweze kupata shida. Sasa tunaenda kupandisha kila kitu. Aliye na matrailer ya zamani atapandisha automatically. Situation ni kubwa na wananchi wanaenda kuumia, especially tunapokea vizaa huko nje. Tafuta hela kwenye vipengele nafasi, ndio maana tunajadili mswada huu ili tulione tuwapunguze ya kuyasema haya. Kwa wenye vitu wa kamata ambao wamekuwepo hapa na viongozi wengine kwa ushirikiano mlionipa kwa miaka hii 5. Naamini ilikuwa ni kipindi changu cha kwanza cha kujifunza. Mungu akisaidia tutakaporejea, tutarejea na nguvu mpya, na Mungu atusaidie wengi tuliomo humu kwa kazi kubwa ambayo imefanywa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Tunao ya kujivunia majimboni, tunao ya kwenda kusema, tusiwe waoga, tunyanyuke kishujaa, turudi majimboni tukaambiwa wananchi tumefanya nini kwa kushirikiana na Mheshimiwa Rais. Naamini wananchi ni wasikivu, Watanzania wameona aliyofanyika, watatupa ridhaa nyingine tena. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu awabariki, naunga mkono hoja. Asante.